Kongo na taifa jirani la Uganda. Na moja kwa moja kwenye laini zetu za simu ninaungana na Daktari Benedict Mushi kutoka Tanzania. Daktari, karibu sana. Asante sana. Na asante, lakini tuna mwandishi wa BBC Shoaibu Ibrahim yuko kule katika mpaka wa Mpondwe, mpaka kati ya DRC na Uganda, na amekuwa huko kwa juma hili. Shoaibu, kutoka hapo Mpondwe, unanisikia? Na karibu. Naam, shukrani Skola, na kusikia vizuri, na niko hapa Mpondwe kwenye mpaka kati ya Uganda na DRC. Naam, asante. Lakini pia tunaye Losa Dekanat, yeye ni kutoka mashirika ya kiraia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Losa, kama unanisikia, karibu sana kutoka hapo DRC. Asante sana. Naam, na pengine nitaanza na wewe uniambie, tunapozungumza sasa, hali ikoje hapo DRC kuhusu mlipuko huu kwa mara nyingine tena wa Ebola? Hali inaendelea, watu wangali wanaendelea kufa sababu ugonjwa ilikamata muda hivi waigundue. Alafu wengi za watu walikuwa wamekusha kuambukizwa, ndio maana idadi ya watu wa kukufa inaonekana kuwa ni nyingi. Na cha muhimu ni ya kwamba government pamoja na mapatena mbalimbali wamekusha kuanja kazi. Wanaendelea kujaribu kukomesha, kwa sababu bado shida iko ni ya kupata dawa kabisa ya kuitunza, na hakuna vaccine mpaka pale ambayo imejulikana. Na hata hivi wamefanya inayowezekana kusudi waweze kukomesha ile ugonjwa isitawale zaidi. Asante sana Losa Deknat, nitarudi tena kwako. Lakini Shoaib, uko hapo Mpondwe, mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa la Uganda, ambalo kwa kiasi fulani na lenyewe pia tayari limekwisha kuathirika na ugonjwa huu wa Ebola. Hali halisi tunapozungumza sasa iko vipi na nini kinaendelea wakati huu? Skola, hapa katika mpaka wa Pondwe, maafisa wa vyombo vya dola wangali wanaendelea na kuwazuia baadhi ya raia na wasafiri kutoka nchini DRC. Ikumbuke kwamba wiki hii Uganda imetangaza kwamba itafunga mara moja mipaka yake kama moja wapo ya mbinu za kuzuia ugonjwa wa Ebola kusambaa hadi nchini Uganda. Lakini baadhi ya waraia kutoka nchini DRC huenda walikuwa hawajapokea taarifa hizo na wangali wanajaribu kuvuka kuingia upande wa Uganda. Na hapa mamlaka pamoja na maafisa wa afya wamependekeza kwamba wataendelea kujaribu kuwahusisha upande wa DRC ili kuhakikisha kwamba wanapata uelewa na kujaribu kutii haya masharti ambayo yamewekwa. Na asante. Salia tu hapo bado Shoaibu, tutaangazia mengi kuhusiana na hali ilivyo katika mpaka huo wa Mpondwe. Daktari Benedict Mushi, unanisikia vizuri kabisa? Nakusikia vizuri kabisa, karibu. Na asante. Nyinyi mmekuwa mkijikita sana katika maeneo ya mpakani. Wakati tunapozungumza, pengine mmepita maeneo yepi na yepi? Hali ni salama ama ni hatari kiasi gani wakati huu mataifa hasa jirani na DRC yakijaribu kudhibiti kuenea zaidi kwa mlipuko huu mpya wa Ebola? Mimi natokea Jumuiya ya Afya ya Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika, yani EXA Health Community. Sisi kama EXA Health Community tumeandaa mazoezi ya kupima utayari wa kukabiliana na magonjwa ya milipuko hasa maeneo ya mipakani. Tumeanzia mpaka wa Uganda na Tanzania kule Mutukula, alafu tukaenda mpaka wa Tanzania na Burundi. Malengo yetu ni yale kufanya zoezi ambalo litaonyesha mapungufu ni yapi hasa kwenye maeneo ya kupima kukabiliana na mlipuko upande wa mipakani. Kwa hiyo hilo ndio zoezi ambalo tumekuwa tukilifanya. Ukisema mnafanya zoezi la utayari, pengine ongeza kutusaidia kufafanua zoezi hilo la utayari ni nini hasa, na mnajaribu kutaka kulenga nini? Okay, zoezi la utayari tunalifanya kwa kuigiza hali halisi. Iwapo mgonjwa atatokezea, tunajaribu kuangalia hizi nchi hasa hii mipaka ina utayari kiasi gani kukabiliana na huo mlipuko, kwa sababu nchi zote mbili, Tanzania na Burundi, ni nchi ambazo ziko kwenye kundi la nchi zilizoko katika hatari kubwa ya kupata haya maambukizi. Kwa hiyo tunapofanya haya mazoezi ya kupima utayari, tunafanya nchi ziweze kujiona jinsi gani zina uwezo wa kukabiliana, au kama hazina uwezo basi mapungufu ni yapi, ili yaweze kutatuliwa kwa
kwa haraka tuweze kuwa na mipaka iliyo salama na bora zaidi. Na asante, utakuja kutuambia mmegundua nini. Je, mataifa yako tayari ama hayako tayari? Tutaliangazia hilo wakati tukiendelea na mjadala wetu, lakini acha nirudi kule DRC kwa Losa Deknat. Losa, watu wako salama kiasi gani hapo DRC, eneo ambalo tunapozungumza sasa ndo ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa, na wewe mwenyewe uko salama kiasi gani? Ni ngumu kwangu kuleta idadi kabisa ya wale wameathirika, sababu kuna wengi za watu ambapo wanakuwa kwa kituo mbalimbali, ni sio rahisi kwa kugundua kabisa, lakini wenyewe wanakuwa na ile ugonjwa. Inaonekana saa wako wengi kwa wakati huu, sio chini ya 1,000 ambao wamejulikana kama walikuwa karibu na wale wamegonjwa wale wamekufa, sio chini ya 1,000. Mnajiona mko kwenye hatari kiasi gani? Ndio, hatari iko, ni kwa sababu ya hiyo ndio umefanyika sana kama sensibilization, na njia nyingi zimetumiwa, radio, television, na watu fulani hata katika kijiji, makanisa, chuo, wote, kwa sababu ya kupeleka habari iende kwa watu ambao wanakuwa katika kijiji, kusudi wakitambua mwenye anaonesha hali ya ugonjwa apelekwe haraka kwa hospital. Na wakionyesha wale yule ambaye anaonyesha dalili za ugonjwa hawezi kukimbizwa hospitali. Kabla sijarudi kwa Shoaib kule Mpondwe, Daktari Mushi, nitakuuliza mtu aone dalili zipi aweze kupata wasiwasi, hofu, lakini na kuchukua hatua za haraka kabla ya kuweza kuambukiza wengine zaidi, ama dalili gani zikionekana, tumkumbushe tu msikilizaji, itaonekana huu ni ugonjwa wa Ebola ama hivi ni virusi vya Ebola? Cha kwanza kabisa ambacho tunaangalia upande wa mipakani ni kupanda kwa joto la mwili kwa wasafiri ambao wanapita mipakani. Hiyo kwa sababu hili tayari ni nchi ambazo ziko kwenye hatari ya maambukizi. Dalili hiyo inatufanya tuchukue hatua za haraka kuanza kumweka msafiri kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hiyo ni dalili ya kwanza. Ya pili ni homa kali na pia kuchoka na viungo vya mwili kuwa katika hali ya maumivu. Kwa hiyo hizo ni ambazo dalili za mwanzo kabisa ambazo zinapoonekana tu mgonjwa huwa anawekwa peke yake ili kufuatiliwa zaidi kwa vipimo zaidi vya kuleta utambuzi zaidi. Na hii tunaitofautisha vipi na kupanda kwa joto la mwili la kawaida ama homa? Ndio maana nimesema kwamba tunaangalia kwanza kupanda kwa joto la mwili kama dalili kubwa ya kumhisi huyu mtu kwamba tayari anawezekana akawa ana maambukizi ambayo ni zaidi ya homa tu ya kawaida. Kwa hiyo tunaenda kumsubject sasa kwenye vipimo vingine ili tuweze kuconfirm zaidi kwamba tatizo lake hasa ni homa ya kawaida au tayari ako na maambukizi zaidi ya hii homa ya kawaida. Naam. Na Shoaibu, tumemsikia hapa Dr. Mushi akisema moja kati ya kazi ambazo wanazifanya ni kupima na kuangalia kuona nchi jirani ziko tayari kiasi gani, ama wanafanya mazoezi ya utayari. Wako tayari kiasi gani kukabiliana na mlipuko huu? Wewe uko hapo Mpondwe, umeona kuna utayari kiasi gani? Tahadhari zimechukuliwa inavyopaswa, ama umegundua nini kwa siku ambazo umekita kambi hapa? Kile ambacho nimeweza kushuhudia hapa kwa siku ambazo nimekuwa nikikita kambi ni kwamba wale wasafiri ambao wameruhusiwa kuingia kulingana na maagizo ya serikali, kwanza wanapimwa joto, alafu wanawe mikono, na kama kuna mgonjwa yeyote ambaye huenda anaweza kuonyesha dalili za kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola, anawekwa kwenye chumba cha kutengwa na baadaye sampuli zake zinapelekwa katika hospitali ya hapa eneo la Bwera. Na vile vile maafisa wa afya wamekuwa wakijaribu kuwahamasisha watu, wakazi wa hapa kuhusu jinsi ya kujilinda na umuhimu wa kuchukua tahadhari ili kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Dr. Mushi, ninakuja kwako sasa. Kirusi hiki cha sasa cha Bundibugyo inasemekana hakina chanjo. Tuseme ni hatari zaidi tofauti na aina nyingine za virusi vya Ebola kwa sasa? Ni sahihi kabisa, kwa sababu hakina chanjo na kuna dawa za kutibu tofauti na ile aina nyingine ambayo angalau chanjo zinaweza zikatolewa na pia watu wakapata matibabu. Kwa hiyo hii tunaiweka kuwa kwenye hatari kubwa zaidi kuliko ile aina nyingine ya virusi vya Ebola. Na pengine sasa unadhani kuwekwa ama nguvu kuwekwa zaidi katika mipaka inasaidia kwa kiasi gani kudhibiti ugonjwa huu kuendelea kusambaa zaidi katika mataifa jirani na DRC?
DRC? Kuwekwa kwa nguvu mipakani kunasaidia kuzuia, tunasema importation of cases kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo itasaidia ugonjwa ulipo ukashughulikiwa pale pale ulipo bila kuwa na maeneo mengi ambayo yote yameathirika kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza nchi ambazo ziko salama basi kuimarisha zaidi mifumo ya ufuatiliaji na utambuzi mipakani, ili kuzuia au mgonjwa anapopatikana basi atambulike kwa haraka, aweze kuwa isolated, na atakapokuwa isolated kwa namna hiyo tutakuwa tumezuia kuingia kwake, kusiwe na madhara kwa watu wengi kwenye nchi husika. Ndio maana tunaweka nguvu zaidi maeneo ya mipakani.